Demokrasia na Maendeleo Chadema, ambaye pia ni mwenyekiti mwenza wa Umoja wa Katiba ya Wananchi Ukawa, amesema umoja huo upo imara na wala chama chake hakijapendelewa katika mchakato wa ugawaji wa majimbo. Aidha, Mbowe amekanusha kuwa Chadema inavunja nguvu ya baadhi ya vyama ambavyo vinaunda umoja huo, kikiwemo chama cha NCCR Mageuzi. Gilbert Johannes ana taarifa kamili. Freeman Mbowe akiingia ili kuzungumza na wanahabari ikiwa ni siku 3 zimepita kwa baadhi ya viongozi wa NCCR Mageuzi kujitokeza na kuishtumu Chadema kuwa ipo nje ya makubaliano ya umoja huo na kufafanua juu ya usalama wa mwenyekiti wa NCCR Mageuzi. Hitaji la Ukawa sio hitaji la Chadema, hitaji la Ukawa ni hitaji la taifa. Na hiki ni kipindi ambacho tunaona viongozi mbalimbali wakifika thamani yao kwa bei. Sasa tutakujazia hapo, mtajazia wenyewe. Niseme tu tunaheshimu sana washirika wetu wote katika Ukawa. Na tuliingia kwenye Ukawa tukitambua viko vyama vikubwa na viko vyama vidogo. Wote mnatambua kwamba tuna vijana wetu wa ulinzi wa Red Brigade. Hawa vijana wa ulinzi wa Red Brigade wajibu wao ni kuwalinda viongozi wetu wote na wanachama wetu wote na hata wananchi wa kawaida, mkiwemo ninyi waandishi wa habari. Mheshimiwa Batia ana ulinzi kamili kabisa wa Red Brigade. Na sio Batia, kiongozi yoyote shirika wetu, hata raia mwingine wa kawaida yote, tunapoweza kumlinda tutamlinda kwa nguvu zetu zote. Mbowe akawashtumu Chama cha Mapinduzi CCM juu ya kauli ya mjumbe wa kamati yao ya kampeni Abdalla Bulembo aliyoitoa akiwa kwenye kampeni mkoani Kigoma kwamba inaashiria uvunjifu wa amani, na kuitaka Tume ya Taifa ya Uchaguzi NEC iwawajibishe CCM kutokana na kauli hiyo iliyotolewa. Ni kauli iliyotolewa na Mheshimiwa Bulembo ambaye ni mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi ndani ya Chama cha Mapinduzi, kwamba Chama cha Mapinduzi hakitakuwa tayari kuiachia Ikulu kwa namna yoyote ile hata kama kitashindwa uchaguzi. Kauli hii sio tu ni kauli ya uchochezi, bali ni kauli ambayo inafanya umuhimu wa uchaguzi mkuu usiwepo, kwa sababu maamuzi na hatima ya matokeo ya uchaguzi mkuu imeshaamuliwa na chama kilichoko madarakani. Kuhusu majimbo ambayo bado hawajafikia muafaka kwa chama gani kinastahili kupewa nafasi, Mbowe anafafanua. Kulikuwa kuna vigezo 5. Cha kwanza, matokeo ya uchaguzi ya mwaka 2010 ya ubunge katika lile jimbo yalionyesha chama gani kina nguvu. Kwa kigezo hicho, chama cha Chadema katika uchaguzi wa 2010 kilipata 38% ya kura za jimbo la Serengeti. Chama cha NCCR Mageuzi hakikushiriki kabisa uchaguzi pale. Maamuzi ya Ukawa mwisho wake lazima yakaamuliwe na hatima ya viongozi wetu kule ngazi ya chini. Kwa hiyo katika mazingira kama hayo, kusema tu ni ushirika wa Ukawa na huyu ni katibu mkuu wa Ukawa kwa hiyo tumpe jimbo, tunahitaji mabadiliko ya kukamata serikali. Tukikosa jimbo moja linaweza kutukosesha sisi kuikamata serikali. Vyama vinavyounda Umoja wa Katiba ya Wananchi Ukawa ni pamoja na Chadema, CUF, NCCR Mageuzi na NLD, huku lengo la kuunganisha nguvu hizo ikiwa ni kuongeza nguvu na kukitoa chama tawala CCM. Gilbert Johannes, Azam News, Dar es Salaam.